Yanga leo. Naam. Unamzungumziaje? Pacome Zouzoua ni mchezaji mzuri sana, mchezaji bora, ni mchezaji yani kwa kifupi kama ni icon wa Yanga. Umeona anavyocheza na relax. Yaani ukimwangalia Pacome unaweza kusema labda mpira ni kitu rahisi ambacho hata mwenyewe unaweza ukacheza. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri. Leo tumecheza vizuri kwa sababu tumecheza kwa ajili ya kutaka matokeo, kutaka kuvuka hapo. Kwa sababu hii michuano target yake ni kuvuka. Umeelewa? Namna unavyocheza sio pasi nyingi nini, sio malengo. Kwa hiyo tumecheza tumeshinda. Tunashukuru benchi la ufundi, tunashukuru uongozi pamoja na mashabiki waliokuja kuisupport timu. Ndio. Sasa na kule tunamuona anaendelea vizuri. Goli 5 kwa 0, lakini pia mmeingia kwenye hatua ya kwanza baada ya kutoka kwenye hatua awali. Kwako ulikuwa ni mchezo namna gani? Kwangu mchezo ulikuwa mzuri, lakini haukuwa mzuri sana kipindi cha kwanza. Sijajua ilikuwa ni sababu gani, lakini ndani ya timu ya kwetu kulikuwa na pressure, utulivu ulikuwa ni mdogo, lakini nashukuru Mungu tumepata matokeo. Lakini benchi la ufundi waliona madhaifu hayo, wakaweza kufanya kama kuwatuliza wachezaji, na pia wakafanya sabu 2-3 za kuweza kuscore. Hatua hii ya awali mara nyingi sana watu wanaichukuliaga kama very simple sana, lakini huwa ni ngumu kutokana na timu ambazo zinakuja hazitabiriki na hazina mfumo wa mpira. Angalia hawa jamaa wamebadilika, mpira wa kwanza waliocheza kule kwao na mpira wa leo ni very different. Kwa hiyo kwangu mimi nimestahili kupata hiki ambacho nimepata. Basi tuangalie matokeo ambayo ya raundi ya pili, na mpaka sasa hivi tunaenda kucheza na wale Silver ya Malawi. Katika yenyewe makutano yao, mechi ya kwanza walitoka sare na Elgo ya Madagascar, lakini mechi ambayo imepata marudiano wametoka 1-1. Kwa hiyo goli la ugenini limewapitisha wale Malawi ambao ndo kama Silver tunaenda kukutana nao. Ikiwezekana Mungu akijalia itakuwa ni tarehe 18 mwezi wa 10, tutaenda kufanya kitu kizuri, na nashukuru muda kwa sababu utakuwa mkubwa kidogo, tutaweza kujipanga na tuweza kukava tuone jinsi gani ya kufanya. White, mashabiki wenu wa Yanga mnalalamika kuhusiana na kocha Romain Folz kama amumwelewi hivi, anabadilika kila siku. Una nini la kuzungumza? Ni kweli wengi wanalalamika kama mashabiki, lakini taaluma ya mpira ina mambo mengi sana. Angalia sasa ana mechi zisizopungua 5, lakini pia ana maingizo mapya, lakini ukiachilia na hapo benchi la ufundi ni jipya. Kwa hiyo bado kuna kitu fulani ambacho tulikuwa tunataka. Hata hivyo bado maingizo mengine bado hayapati nafasi. Kwa hiyo watu wanataka matokeo kama yaliyofananishwa na msimu uliopita. Unajua Yanga hii grade ya mpira imeshapanda kwa hapa Tanzania. Ukiwa unaiangalia Yanga unatamani kile ambacho ulikiona mwaka juzi ule na msimu mwingine iliyopita, kwa sababu kuna rekodi ambazo tuliziweka kwa ajili ya mpira ule mzuri kabisa. Kwa hiyo mashabiki kama mashabiki wanataka uone ule mpira. Kwangu mimi kocha sina mashaka naye, kwa sababu kocha kama kocha hafanyi kazi mwenyewe peke yake tu. Liko benchi la ufundi ambalo bado wanaweza wakawa wanatengeneza timu kwa taratibu na kutengeneza chemistry ya mchezaji mmoja ili tuweze kuona maingizo mapya yanafanya kazi vizuri. Angalia sasa kwa mfano Dombia tayari alisha passing, alafu ukiangalia Boeli naye tayari na Koma tayari, lakini kile chemistry ya wachezaji ambayo tulikuwa tunaitaka ili mpira ule ambao tumeuzoea asili ya mpira wa Yanga tuweze kuona. Ndio maana unaona mashabiki wanapiga kelele, wanaona kama kocha timu na mwenyewe tayari vinaweka kama ukingano au tofauti, kwa sababu kile ambacho walikuwa wamekizoea kama ushindi hawakipati. Hapo Pacome Zouzoua amefunga leo. Mchezo uliopita wa ligi kuu Simba dhidi ya Fontaine, afisa habari wa Simba Ahmed Ally amesema MVP ni Jean Charles Ahoua. Lakini leo Pacome amefunga kwenye Champions League. Unazungumziaje Pacome kufunga, lakini pia kwenye hii dabi ya kumtafuta MVP wa msimu uliopita ambao tunaenda kumshuhudia Disemba, una comment gani? Most available player hapatikani tu kwa matakwa au kwa mapenzi ya kutazamwa. Ukiangalia Ahoua ndio inawezekana akawa kascore magoli mengi, lakini vitu kama MVP, yani kuangalia ule mpira ambao umeweza kuchezwa na eza awe kiungo au ni nani, lakini ule uhalisia wa uchambuzi kwamba kumpata most valuable player kwamba anapatikana wa namna gani. Achana na hao mashabiki, na pia hata huyo ana mapenzi na timu yake, kwamba kunatakiwa kitu gani kiweze kufanyika. Wenyewe wamecheza mzunguko wa kwanza kule wamepata goli moja, lakini angalia timu yao bado haiko vizuri, na ninakuhakikishia ushindi hata kama utakaotokea kesho ni kwa sababu ya makando ya airport ambayo yalitokea.
watu kama ndege imeweza kuripoti saa 8 na dakika 40. Wachezaji kama wachezaji na pamoja na timu nzima kwa ujumla wameruhusiwa saa 1 au saa 2. Ukiangalia mipira yao imenyimwa pale airport. Ukiangalia vitu vingi, hata madaktari wale wamenyimwa zile dawa kwa ajili ya kuwatibu. Kwa hiyo ujanja mwingi sana ambao unatumika ndio unaweza ukawasaidia kuweza kuscore au kushinda kwa kesho, lakini kama ni mpira uwe wazi, wale hawana uwezo wa namna hiyo. Mpira tuliocheza leo wa kuhusu huyu kocha, kesho mje muangalie mpira mwingine ambao watawacheza hao watani wetu, utakuwa wahovyo kwa sababu wametumia janja au huwa wanapenda kutumia janja ili waweze kuscore. Sawa, shukrani. Ni magoli. Lakini afisa habari anakiri kwamba Yanga icheze vizuri. Hapo na nioji mimi umoja afisa habari. Hapo na nioji mimi. Yes. Kwa hiyo unaungana kauli kwamba unampinga kauli kwamba Yanga inacheza vizuri. Mimi simpingi mtu. Wewe umenioji mimi kuhusu nimeonaje tulivyocheza, si ndio? Swala la afisa habari ana nafasi yake. Mimi nafasi yangu ya ushabiki, nakaa kwenye ushabiki. Hata huyo aliyezungumza amekaa kwenye nafasi ya kocha. Kwa hiyo kila mtu aangalie majukumu yake. Mimi siwezi kubeba majukumu ya Alikamwe hawezi kubeba majukumu yangu. Yeye kwenye nafasi yake akizungumza jambo amelisema yeye. Mimi umeniuliza katika engo ya ushabiki. Ushabiki nasemaje? Mpira ni magoli. Mechi 6 kocha ameshinda zote. Hajapoteza hata moja. Sasa je, ikitokea siku tumetoa suluhu, huyo shabiki aliyokuambia wewe kwamba timu icheze vizuri atakuja kuongea nini? Naam. Kuna watu wanasema mnashinda, kuna watu wanasema mnashinda lakini hamna furaha. Nani ana furaha? Furaha inakaa moyoni. Sasa furaha imekuwa kama nishati kwamba unalivaa kwamba mtu anakuwa anakuangalia. Furaha inakaa moyoni. Wewe unajuaje kama furaha sina unayo? Unaweza ukawa unaonyesha meno hivi na bado furaha. Kwa hiyo kiukweli sisi tumefurahia. Mashabiki wa Yanga ambao tunajua mpira tumefurahia. Huyo ambaye hana furaha hajui mpira. Yes. Hana furaha. Mpira unamsumbua. Mfumo umekubali. Mfumo wa nani? Mfumo wa Young Africans. Kocha amesema leo mfumo unakubali. Mimi simzungumzii kocha, niulize kwenye engo ya ushabiki. Niulize kwenye engo ya ushabiki. Kocha unamwona kusalia Yanga kwenye Christmas? Siwezi kusema chochote kwa sababu mimi kocha mpaka sasa hivi sijaona tatizo lake. Nimekwambiaje? Amecheza mechi 6, ameshinda zote. Sasa unamtoaje huyo? Lakini Christmas unamuona yupo. Sio Christmas, mpaka mwaka mpya mpaka mwakani tena. Kocha kwa atakula mwaka mpya tena. Sana tu, yani bado yupo sana. Kuambia Watanzania wanakuwa. Nasemaje? Romain Folz ni bonge la kocha, amepewa mechi 6, ameshinda zote. Sio ni sababu ya yeye kuenguliwa kwenye kikosi cha Yanga. Christmas yupo hapa. Yani sio Christmas, ataendelea kuwepo. Kiwango cha Azizi Ndambwile mnasemaje? Kila siku kinazidi kukua. Ndambwile sasa lazima akue kwa sababu katika nafasi yake kuna mtu anaitwa Musa Balakonte. Kwa hiyo lazima anapopata nafasi unaangalia na benchi kuna nani. Kungekuwa na hakuna mchezaji ambaye anajua mpira zaidi yake pengine asingeonyesha hiko. Kwa hiyo mimi naona kwa wachezaji wazawa kupigania namba zao, manake baadaye tunakuja kutengeneza timu ya taifa ambayo imara sana. Wanasema wachezaji wapya wa mpira umewapalia. Nani anasema? Mashabiki wenzio. Mashabiki gani? Wa Yanga. Au hawezi kuwa shabiki wa Yanga. Shabiki wa Yanga hawezi kuzungumza hivyo. Wanasema hawaoni kwenye first 11. Nitajie jina lake nikamweka kwenye mfumo, pengine anaweza hata tufanye ubingwa jaribu. Wengi wakina nani? Taja majina ili niende kaangalie kwenye mfumo. Lakini Meja, watu wanasema Andrew Buyele Tembo mmepigwa, lakini leo ametengeneza assist. Una nini la kuambia? Wanasema Andrew Buyele Tembo Yanga mmepigwa kwenye kitu. Buyele ametoa assist kama sijalaba, kama nilikuwa naangalia pembeni. Alafu mnashindwa kunioji kuhusu mimi Nabii Meja, maana mimi ndio shabiki wa maajabu, shabiki wa miujiza. Mmekaa mnazungumza vitu ambavyo make sense. Tumecheza, tumeshinda, kocha mzuri, wachezaji wamepambana, tumeingia katika hatua inayofuata kwa kushinda magoli 5, away 3, home 2. Nadhani hiyo inatosha sana. MVP leo kafunga.